Rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania Trump waliondolewa kwa dharura kwenye hafla ya kila mwaka ya White House Correspondent Dinner iliyokuwa ikifanyika mjini Washington usiku wa Jumamosi Aprili 25 mwaka 2026 baada ya tukio la ghafla la kiusalama lililohusisha mtu mwenye silaha kufyatua risasi karibu na eneo la ukaguzi wa wageni. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa maafisa wa usalama, mshukiwa huyo alijaribu kuvamia ukumbi wa hafla hiyo kwa nguvu kabla ya kufyatua risasi kuelekea maafisa waliokuwa wakisimamia usalama katika lango la kuingia. Katika purukushani hizo, afisa mmoja wa usalama alijeruhiwa kwa kupigwa risasi, lakini aliokolewa na koti maalum la kuzuia risasi alilokuwa amevaa. Maafisa wanasema hali yake ni nzuri na hana majeraha makubwa. Tukio hilo lilisababisha taharuki kubwa ndani ya ukumbi huo uliokuwa umejaa viongozi wa serikali, wanadiplomasia na waandishi wa habari, wageni mashuhuri kutoka sekta mbalimbali. Mashuhuda wanasema walisikia milio ya risasi, watu wakalazimika kujificha chini ya meza, huku wengine wakikimbilia maeneo ya usalama. Vikosi maalum vya usalama vilichukua hatua za haraka kumdhibiti mshukiwa huyo kabla hajafika ndani ya ukumbi mkuu. Baada ya dakika chache za sintofahamu, mshukiwa alikamatwa akiwa hai na kupokonywa silaha kadhaa alizokuwa nazo. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa anaaminika kutenda tukio hilo peke yake, ingawa uchunguzi unaendelea kubaini iwapo kulikuwa na mtandao au msukumo wowote wa kisiasa au kiitikadi nyuma ya hilo shambulio. Hakuna kiongozi wa juu wa serikali aliyejeruhiwa katika tukio hilo, jambo lililotajwa kuwa ni bahati kubwa kutokana na uzito wa hafla hiyo na idadi ya watu waliokuwepo. Hata hivyo, tukio hilo limeibua maswali mapya kuhusu uimara wa usalama katika matukio makubwa ya kitaifa yanayohusisha viongozi wakuu wa nchi. Baada ya kuondolewa, Rais wa Marekani Donald Trump alitoa tamko akiwashukuru maafisa wa usalama kwa ufanisi wao wa haraka na ujasiri wao katika kukabiliana na hatari hiyo. Alisisitiza kuwa serikali yake itahakikisha uchunguzi wa kina unafanyika ili kubaini chanzo cha tukio hilo na kuchukua hatua stahiki za kuzuia matukio kama haya katika siku zijazo. Tunashukuru sana walinzi wetu kwa kazi kubwa walioifanya. Tutachunguza tukio hili kwa kina na kuhakikisha usalama wa wananchi na viongozi wetu unaimarishwa zaidi, alisema Trump. Kutokana na tukio hilo, hafla hiyo ilisitishwa rasmi, huku wageni wakisafirishwa nje ya eneo hilo chini ya ulinzi mkali. Tukio hilo limeacha hofu na taharuki miongoni mwa washiriki na limeendelea kuwa gumzo kubwa katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, huku wananchi wakisubiri majibu zaidi kuhusu nini hasa kilichosababisha shambulio hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.